ndio jinsi gani ambao unaweza kuiview Bitcoin sasa hivi katika daily time frame, kwamba perspective yangu ni kwamba niendelee kuwa bullish katika Bitcoin. Japokuwa sasa hivi ipo katika resistance level. Kwa nini? Kwa sababu tunaona hii hapa ni level, resistance level. So price ilikuja for the first time, ikaja ika reject hapa, ikafanya a little bit rejection, ikaenda tena second time ika reject, lakini still tunaona bullish, they have a power wa kuendelea kupeleka price to the upside. Kwa hiyo mimi still na anticipate au perspective katika Bitcoin kwamba niendelee kuwa bullish regardless kwamba sasa hivi tunajua price ipo katika resistance, lakini hiyo sio kigezo ambacho cha kubadilisha perspective to buy, kwa sababu still price ipo katika strong bullish momentum. Sasa ni how tunaweza tukapata entry ya Bitcoin ya kubuy. Ndio tunarudi nyuma kidogo hapa. Previous tulikuwa na daily break of market structure. Tulikuwa na daily break of market structure ambayo ndio hii hapa. Baada ya price kwenda ku reject kwenye hii resistance level, price ikafanya retracement, ikarudi kwenye hii previous daily breakout. Sasa ni how tunaweza kwenda kutafuta entries in the lower time frame. Tunamaki hapa previous daily break of market structure, and then tuna drop time frame ambayo tunaweza tukaenda katika 4 hours au tuenda kuangalia kwenye 1 hour. Kwenye 1 hour tuenda kuangalia nini? Tuenda kuangalia kwamba baada ya price kutest hii resistance level na kufanya retracement mpaka hapa hivi, kwenye 1 hour ilitengenezea nini? So let's go to the 1 hour kuangalia baada ya price kuingia kwenye hii daily break of market structure ilituofa nini katika 1 hour time frame. So tukidrop katika 1 hour time frame, tunakuja hapo, tutaona, let's zoom price yetu vizuri, tutaona kwamba hii hapa kwamba price baada ya kuingia katika daily time frame, ile previous daily structure, hichi hapa ndio kitu ambacho price imetengeneza katika 1 hour time frame, kwamba price baada ya kuingia hapa hivi, price ilikuwa ina drop series of high lows, higher high and higher lows. Higher high tunaona price imebreak above kwenye previous high, means imefanya change of character au market structure shift, means still price natupa indication ya kwamba still itaendelea kuwa bullish. Kwa sisi hapa tutaendelea kuwa na perspective ya kubai, kwa sababu sasa hivi tushapata change of character ambao ndio hii hapa, price imefanya change of character from this side hapa. Kwa ni wapi sasa tutapata entry yetu ya kubai? Kwa sababu hatuwezi kubai kwamba tutabai randomly. Lazima tuangalie specific area ambapo sisi tunaweza tukapata entries. So tukiangalia humu ndani area of liquidities ambao zipo clean, hazija consumed, tunaweza tukaanza kuangalia maeneo ambayo sasa yako clean, ambao tunaweza kusema kwamba price pindi ambapo itafanya retracement kuja kuchukua humu, ni eneo gani sahihi price itakuja kuchukua entry na kuendelea kuwa bullish. Tuna mark sasa zone zetu. Labda tunaweza tukasema, labda mfano hii hapa, tunaweza kusema hii hapa ni order block, hichi ni kizone, kidemand zone ambacho kiko clean, hakijawa tested. Lakini also tunaweza tukamark mfano hapa, hii ni order flow, ni sehemu ambayo haijawa tested also. So this is our second point of interest. The first point of interest ni hapa, second point of interest ni hapa, japokuwa even from this side hapa tunaona kuna zone hii hapa. Kwa also hii hapa itakuwa point of interest. Tutaangalia price itakapofika katika hii area also, tutapay attention kwamba tutakuwa tunaangalia price the way inavyo drop. Ikianza kutest katika hii level ya kwanza, tutaangalia confirmation. Ikishindwa kutoa confirmation hapo, still tutakuja hapa kwenye hii second side, and then hapa tutaangalia confirmations. Ikitokea price pia haijatupa confirmation yoyote hapa, still tutakuja huku chini, kwenye huku chini kabisa huku, then hapa tutakuja kuangalia pia confirmations. Ikitupa mfumo hapa, means kwamba tutachukua entry zetu, tutabai kuelekea juu. Lakini ikitokea imevunja, means kwamba hatutaendelea kuwa bullish, tutaendelea kuwa na perspective ya kuseli mpaka pale price itakapokuwa inatengenezea tena bullish structure. Kwa mfano sasa hivi hapa hivi tunachukua labda ili triangle letu, tushajua labda price kama iki retracement mpaka humu,
itakuwa labda our first point of interest kama hivi, kwamba price ikija katika level and ikitengeneza mfumo kama hivyo, tutachukua trade yetu ya kubai kama hapo hivyo unavyoona. Hiyo ndo sehemu yetu ya mwanzo, point of consideration, ambayo tutakuwa tunapay attention hapo price inavyokuja. Lakini hii hapa pia ni our second point of interest, kama price ikija hapa ikitesti tutabuy. Lakini also huku the last one ni huku chini, kwamba hii hapa itakuwa the last area. Kama price ikija huku kitapu pia itaendelea kwenda juu. Huo ndo mtazamo wangu katika Bitcoin kuanzia sasa.